Ikafika time wakaanza kufanikiwa, hayo mambo yakapungua, wakaanza kuimba kwamba tuna hela nyingi, tuna maisha mazuri, kwa sababu tayari wametoka kwenye kupambania wao kuishi sawa. Wamefika hatua ya kufanya biashara kwenye muziki. Kwa ndio maana niseme kwa upande wetu sisi wa muziki wote. Ameyasema mengi sana Nay wa Mitego ambayo utaweza kuyasikia hapa kwenye hii clip ambayo mimi nitakuwekea kwenye hii video, lakini kwanza kabisa karibu sana kwenye channel yetu. Kama kawaida niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakupa zile zote exclusive ambazo wewe hujaweza kuzipata mahali popote pale. Na leo hii tuko na Nay wa Mitego ambapo anafunguka hapa kuhusiana na ushauri wake kwa wasanii, lakini pia jinsi ambavyo wasanii wa Bongo Tanzania wamekuwa wakiishi na kuwasahau wale ambao wamekuwa wakiwasapoti katika nyakati ambazo wanapitia kipindi kigumu. Sasa kabla sijaanza kukuwekea clip hapa ya Nay wa Mitego uweze kumsikiliza mwanzo mpaka mwisho kile ambacho ameweza kukizungumza, naomba nikukumbushe tu kwamba kwa wale ambao walikuwa bado hawajasubscribe, basi ni wakati wako sasa hivi, kwa sababu hapo utakuwa unapata updates nyingi sana kuhusiana na trending issues. Kwa hiyo ukibonyeza neno subscribe na kuhakikishia kwamba hutokosa video yoyote ile pale ambayo nitakuwa nakuletea hapa kuhusiana na wasanii wako wapendwa. Kwa hiyo point ya msingi tu hakikisha tu umelibonyeza neno lililoandikwa subscribe, alafu baada hapo utalike video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako baada ya kuwa umesikiliza hii video ambayo nitakuwekea hapa kuhusiana na kila ambacho Nay ameweza kufunguka moja kwa moja kuelekea kwa wasanii, ikiwa ni ushauri ambao yeye anaamini kabisa kwamba kama wasanii wakifanyia kazi, basi kwa namna fulani hivyo unaweza kuleta positive impact kwa wasanii, lakini pia kwa wananchi kiujumla, na wananchi wakaweza kuenjoy muziki wa wasanii wao. Lakini otherwise kama mambo yakiendelea kuwa kama vile ambavyo yapo, basi ni dhahiri kabisa kwamba wengi wataishia tu kulalamika na kuona kwamba mambo yanazidi kuwa magumu, kwa sababu hawatoamini kila ambacho watakuwa wanaona wanafanyiwa na mashabiki zao. Sasa sina mengi sana kuzungumza, naomba nikuachie hii clip hapo, msikilize Nay wa Mitego alichokuwa anakiongea. Lakini bila kusahau, naomba nikukumbushe pia kama ulikuwa umesahau kubonyeza neno subscribe, basi libonyeze sasa hivi. Cheki hapo chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza, kisha enjoy hii video hapa, utaniachia comment yako. Wanaotazama hizi habari zenu ni Watanzania ambao wanapitia changamoto nyingi sana, lakini anaweka bando lake, amejibana, anaweka bando, umenielewa? Kwa mimi ninachoamini, mimi naweza nikawa ni mmoja kati ya wazalendo namba moja nchi hii. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanahitaji kusapotiwa sana na Watanzania na serikali pia, kwa sababu huwa anakuwa upande wa kuweka vitu sawa. Kuna wakati ukisifiwa sana unaweza kuhisi kila kitu kiko sawa, lakini unatakiwa kumkubali hata mtu ambaye anakukumbusha kwamba hapa umekosea. Sina muda wa kuwalazimisha watu, umenielewa, wanielewe. Anayenielewa namshukuru, asiyenielewa atanielewa siku moja. Ikafika time wakaanza kufanikiwa, hayo mambo yakapungua, wakaanza kuimba kwamba tuna hela nyingi, tuna maisha mazuri, kwa sababu tayari wametoka kwenye kupambania wao kuishi sawa. Wamefika hatua ya kufanya biashara kwenye muziki. Kwa ndio maana niseme kwa upande wetu sisi wa muziki wote, kuna wakati tunatakiwa mara moja kwa mwaka, kama ambavyo mimi nafanya kwa mara moja kwa mwaka au mara mbili inatosha sana. Tumeona miaka miwili mitatu Nigeria kulitokea machafuko, polisi walikuwa wanaua raia, umeelewa? Wasanii wa Nigeria walirudi Nigeria kwa ajili ya kusapoti wananchi. Nadhani wengi mnajua ile, nyinyi ni watu wa habari, umeelewa? Burna Boy, Wizkid, Davido, everyone walirudi nchini kwao, wakaungana na wananchi, wakaanza kupaza sauti. Wasanii wameungana na wananchi kwa sababu kuna changamoto, kweli inaonekana ni changamoto, lakini mimi hapa najaribu kuplay hiyo part. I wish wasanii wengine to play hii part, kwa sababu sisi sio waasi. Ukiona jamii inakusupport kwa asilimia kubwa kwenye jambo fulani, ina maana hilo ni tatizo, si ndio? Ambalo umelizungumza au ambalo linaonekana. Tuungane. So una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Nay wa Mitego ameweza kukisema hapa? Lakini kwanza kabisa, kama unamkubali Nay, unakubali harakati zake, pia usisahau kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, ikiwa ni ishara kwamba unamkubali sana kwa kile ambacho amekuwa kikifanya. Alafu baada ya hapo niandikie comment yako, una kipi cha kucomment ama maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho Nay ameweza kuzungumza, kapatia au kazingua kwenye hiki ambacho anawashauri wasanii kwamba waweze kuungana na kuwa namna moja, ili mwisho wa siku mambo yao yaweze kwenda na waweze kupata support pia ya kutosha. Comment yako ikihusika hapo chini utakomentisha sana, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapo chini kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.